Msalaba. Ujumbe wetu unasema nguvu ya msalaba. Huu ndio ujumbe tulio nao, nguvu ya msalaba. Kwa hiyo tunajifunza juu ya nguvu ya msalaba. Tunaangalia juu ya nguvu ya msalaba. Andiko la msingi, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Ndani ya msalaba wa Yesu iko nguvu ya kiungu inayotenda kazi. Iko nguvu ya kiungu inayookoa. Paulo anasema maana yake ni nguvu ya Mungu itendayo kazi. Kwa hiyo msalaba wa Yesu umebeba nguvu na unaachilia nguvu ya Mungu hapa duniani, au nguvu za Mungu hapa duniani. Tumeangalia jambo la kwanza. Jana tulianza kuangalia jambo la pili, kwamba msalaba wa Yesu Kristo una nguvu ya kuvunja laana. Msalaba wa Yesu Kristo una nguvu ya kuvunja laana. Maandiko yanasema kwenye Wagalatia sura ya 3, Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Kwa hiyo pale msalabani Yesu alikuwa anashughulikia laana. Mungu alikuwa anashughulikia laana. Ndio maana ukisoma kwenye mstari wa 14, Galatia 3:14, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa katika Kristo Yesu. Yaani pale msalabani Mungu alikuwa anashughulika na kuondoa kitu kinachoitwa laana. Sasa tulipeana tafsiri ya neno laana ni kitu gani? Tulipeana tafsiri ya neno laana kwamba ni jambo gani. Kwa ufupi na kwa haraka tukasema ni nguvu. Laana ni nguvu isiyo ya ulimwengu huu inayomsababishia mtu mateso na hata kumuua. Ni nguvu isiyo ya ulimwengu huu, maana yake ni ya ulimwengu wa roho, ni ya ulimwengu mwingine ambao ni wa roho. Lakini nguvu hii inamwinulia mtu mateso, inamsababishia mtu mateso na wakati mwingine hata kumuua. Lakini tukaangalia maana ya pili. Tuliangalia kama maana 7 hivi au kama 4-5 hivi. Tukaangalia maana ya pili. Tukaona kwamba laana ni hukumu ya kushushwa chini na kudhalilishwa. Ni hukumu ambayo mtu anahukumiwa, au eneo linahukumiwa, au mtaa, au taasisi, au kabila. Ni hukumu, lakini hukumu yenyewe ni ya kushushwa chini. Wakati anashushwa chini na kudhalilishwa kunaambatana naye. Lakini tafsiri ya tatu ambayo ni fupi ya jumla, laana ni maneno pingamizi. Ni maneno yanayopingana na mtu, yaani yanamwinulia upinzani, kupingwa, maneno ya kumpinga. Kwa hiyo ni laana.
Sasa tukaanza kuangalia kwa nini tunajifunza haya. Kumbuka kwamba ili tuepukane na laana, kwa sababu ukijua ili tuishughulikie, lakini tuepukane na laana. Sasa tukaanza kuangalia ni mambo gani yanayomfanya mtu apate laana. Kumbuka neno hili kwenye Mithali 26:2, kama shomolo katika kutangatanga kwake na kama mbayuwayu katika kuluka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Maana yake mtu yoyote akipigwa na laana, kuna sababu zilizopelekea hiyo laana impige. Biblia inasema kwenye Isaya 26 mstari wa 5 na wa 6 kwamba laana imeila dunia. Kwa sababu hiyo laana imeila dunia, maana yake yako mambo ambayo yamefanyika yakafanya laana ile dunia. Maana yake bila hayo mambo laana haiili dunia, bila hayo mambo laana haipigi dunia. Sasa tukaanza kuangalia mambo yanayofanya au yanayosababisha mtu apate laana au apigwe na laana. Jambo la kwanza tukasema kudharau wazazi. Sema kudharau wazazi, hilo tulizungumza, kudharau wazazi. Jambo la pili tukasema kudanganya. Udanganyifu wowote ule unaachilia laana. Udanganyifu uwe wa kiwango kikubwa, uwe wa kiwango kidogo, unasababisha mtu apate laana au unafanya mtu alaanike. Jambo la tatu tukasema kuiba. Wizi wowote ule unaleta laana kwa namna yoyote ile. Malaki anasema taifa hili lote mmelaaniwa. Kwa nini? Mmeiba. Kwa hiyo wizi unaleta laana kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye mtaa, lakini kwenye taifa. Kwa hiyo wizi unaleta laana. Jambo jingine tulilosema kwamba ni jambo la 5. Jamani, tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Au niko peke yangu? La 4. Ni la 4. Ni la 4, si ndio? Okay, sawa. Okay, la 4. Kutokutii. Kukosa utii wa kutii neno la Mungu na maagizo ya Mungu. Kukosa utii wa neno la Mungu au maagizo ya Mungu. Kukosa utii. Jambo la 5 tukasema kumtegemea mwanadamu. Andiko linasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mtu, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Amemfanya mwanadamu kuwa kinga, moyoni mwake amemwacha Bwana. Jambo la 6 asubuhi tukasema kutokusaidia kazi ya Mungu. Wala nini melozi, kwa kuwa haukutoka kumsaidia Bwana, wala nini wenyeji wa melozi. Kwa hiyo kutokumsaidia Bwana. Na jambo la 7 tukasema uovu. Wanaofanya uovu, wanaofanya mambo mabaya, haita laana kwenye maisha yao. Kwenye uovu wamegawanyika katika maeneo mbalimbali, katika vitu vingi. Uovu. Sasa jioni hii ya leo bado na kuonyesha baadhi ya mambo ambayo yanaweza yakaleta laana kwenye maisha yako. Lakini kumbuka, tunaomba ili kwa nguvu ya msalaba laana zisiharibu tena maisha yetu. Maana pale msalabani Mungu alikuwa anashughulikia laana.
Sasa jambo la 8, andika kama unaandika: kumiliki vitu vilivyolaaniwa. Kumiliki vitu vilivyolaaniwa. Kumiliki vitu vilivyolaaniwa. Tulipokuwa tunaanza kujifunza, nilisema kuna namna ambavyo maisha ya watu yanaathiriwa na laana kwa kiwango kikubwa. Yaani kwa kiwango kikubwa sana laana zinaharibu maisha ya watu kwa kiwango kikubwa sana. Nakupa picha hii ili uelewe ndani yako na wakati mwingine uyaangalie maisha yako. Sasa jambo la 8 ambalo nakupa kama mfano ni kumiliki vitu vilivyolaaniwa. Yaani kitu chochote ambacho kimelaaniwa, unapokimiliki, ile laana inakuwa juu yako pia. Kitu chochote kile unapokimiliki, kama kina laana, ile laana inakuwa juu yako pia, inaingia kwenye maisha yako pia, inakuwa sehemu ya maisha yako pia. Na unaweza ukaelewa hapa umuhimu wa kuviombea vitu. Kanuni ya kimungu kabisa, chochote unachokipata ni lazima ukiombee. Naamini hili neno kuweka wakfu sio geni kwa watu wengi. Chochote unachokipata ni lazima ukiombee. Hili neno kuweka wakfu vitu sio geni, kwa sababu mara nyingi kanisani au makanisani tumelisikia kwamba hiki ni kitu kipya kinawekwa wakfu. Ni vyombo vya muziki, ni speaker, ni maiki, lakini inawekwa wakfu. Hii ina maana kubwa sana kwenye maisha ya kiroho. Hii ina maana kubwa sana kwenye maisha ya kiroho. Sasa nataka jioni ya leo tuangalie kidogo kwamba vitu vinaweza vikabeba laana. Vitu vinaweza vikabeba laana, na vikiingia kwenye maisha ya mtu vinaiachilia hiyo laana. Vikiingia kwenye maisha ya mtu vinaiachilia hiyo laana. Yaani unakuwa na laana kwa sababu kuna kitu fulani cha laana ambacho umekibeba. Kuna kitu fulani cha laana ambacho unakimiliki. Sasa tusome kwenye kitabu cha Yoshua sura ile ya 6. Tuanzie hapo. Yoshua sura ya 6 mstari wa 18. Yoshua 6 mstari wa 18. Ni mstari wetu wa ufunguo. Mstari wa 18. Lakini kwa sababu nataka nizungumze vizuri jambo hili na wasiosoma Biblia wasome pia, naomba tuanze na mstari wa kwanza. Tasoma mpaka pale ambapo utaona kwamba tumeelewa vizuri. Tupunguze. Tuanzie wa 10 maana imekuwa mingi kidogo kwa sababu kumbele tuanzie wa 17 labda. Mstari wa 17. Anasema hivi: na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana, mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo. Unifuate vizuri. Biblia inasema na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana, mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo, isipokuwa Rahabu
yule kahaba ataishi yeye na watu wote walio pamoja naye nyumbani, kwa sababu aliwaficha hao wapelelezi tuliowatuma. Mstari wa 18, na ninyi msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu. Na ninyi msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu, msije mkatwaa kitu kilichowekwa wakfu baada ya kukiweka wakfu, nanyi vivyo mtafanya matuo ya Israeli kuwa yamelaaniwa na kuyafadhaisha. Kuwa yamelaaniwa na kuyafadhaisha. Hasa unisikilize. Ukisoma mistari hii unaweza usipate nani vizuri, lakini ngoja nikupe picha hii. Mungu anawaambia wana wa Israeli, hii Yeriko hii imewekwa wakfu. Neno kuwekwa wakfu ni kutengwa kwa lengo fulani. Ukisikia tu kitu kimewekwa wakfu, kimetengwa kwa lengo fulani. Ukisoma Kiswahili kingine utakutana na neno hili kwamba Yeriko, labda nikusomee ili upate vizuri. Nikusomee ili uelewe vizuri. Yeriko ilitengwa, nataka ujue neno wakfu, ilitengwa kwa lengo maalum. Yaani ni ile kuwekwa wakfu ni ile hali ya kutengwa kwa kusudi maalum. Kwa hiyo Yeriko ilitengwa kwa lengo maalum. Lipi? La kuangamizwa. Yaani vile vitu vyote ambavyo vimo ndani ya Yeriko vimewekwa wakfu ili viangamizwe. Sasa angalia, hebu nikusomee ili pate vizuri. Ni Kiswahili hiki anasema hivi: mji huu pamoja na vyote vilivyomo utatengewa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuangamizwa. Lile neno wakfu, kwamba mji huu umewekwa wakfu, utatengewa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuangamizwa. Manake hivi vitu vimewekwa wakfu ili viangamizwe. Yaani vimewekwa wakfu, ile kuwekwa wakfu ni ili viangamizwe. Sasa anasema kwenye mstari wa 18 kwenye Kiswahili hiki anasema hivi, kwenye ule mstari wa 18 anasema hivi: lakini mjiepushe na vitu vilivyotengwa kwa ajili ya kuangamizwa. Mjiepushe na vitu vilivyotengwa kwa ajili ya kuangamizwa. Ni vitu, lakini vitu hivyo vimetengwa ili viangamizwe, viharibiwe. Sasa nataka uanze kuwa na picha fulani hivi. Kama hivi vitu vimewekwa wakfu ili viangamizwe, maana yake vimebeba hali ya kuangamia au hali ya kuangamiza. Yoyote yule anayechukua, uangamivu unaingia kwenye maisha yake. Ndio maana Mungu alikataa. Anawaambia huu mji wote na vitu vilivyomo. Kulikuwa na nini? Kulikuwa na fedha mle ndani. Kulikuwa na nini? Kulikuwa na dhahabu mle ndani. Kulikuwa na nini? Kulikuwa na vitu, kulikuwa na mifugo mle ndani, kulikuwa na wanyama. Lakini anasema mtu yoyote asichukue. Kwa nini? Kwa sababu hivi vimewekwa wakfu ili viangamizwe, vimetengwa ili viangamizwe. Na ndio maana anasema mtu akichukua
atakuwa amechukua laana kwa ajili ya wana wa Israeli wote. Kwa nini? Hivi vitu vimelaaniwa, vimehukumiwa kuangamizwa, vimehukumiwa kufa, vimehukumiwa kuharibika. Kwa hiyo yoyote anayevichukua hivyo vitu, ule uharibifu utakuwa sehemu ya maisha yake. Laana hiyo itaingia kwa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Natamani tuone taratibu ili unielewe. Hili ni jambo ambalo natamani ulipate vizuri. Natamani ulipate vizuri. Kwa sababu kuna namna wakati mwingine unaweza ukakagua maisha yako. Unaweza ukatafuta kwamba hiki kitu kinatokea wapi. Lakini kuna namna ambavyo laana inajipenyeza, inaingia kwenye maisha ya mtu kupitia vitu. Anawakataza, anawaambia ninyi ni watakatifu. Yaani itawagharimu tu maisha yenu kulaaniwa, kufadhaishwa kwa sababu tu ya kuchukua vitu ambavyo vimelaaniwa. Kwa sababu ya kubeba vitu, ni vitu. Yaani unachukua vitu ambavyo vimelaaniwa unaingiza kwenye maisha yako. Anawaambia kwa sababu hiyo laana itaingia kwenye maisha yenu. Nanyi mtakuwa wenye kufadhaika, mtafadhaishwa. Kwa nini? Na hiyo laana. Anasema nanyi mtayafanya matuo ya Israeli kuwa yamelaaniwa na ya kufadhaisha. Kwa nini? Kuchukua vitu. Maana kuna vitu ukichukua kwenye maisha yako kavileta kwa namna moja ama nyingine, kama vimebeba laana inakuja kwenye maisha ya kwako. Sasa kuna mambo ambayo automatic yenyewe ukiyachukua ni laana inakuja moja kwa moja. Unamwamini Mungu lakini ukaamua kuchukua uchawi na kuleta kuwa sehemu ya maisha yako. Hiyo ni laana. Maana yake uchawi umeshalaaniwa automatic. Kwa hiyo ukiuchukua tu na kuleta kwenye maisha yako, maana yake umechukua laana na kuleta kwenye maisha yako. Chochote kinachoambatana na uchawi ukikileta kwenye maisha yako, umeleta laana kwenye maisha yako. Chochote kile kinachoambatana na uganga, iwe ni ilizi, naambiwa hii ni ilizi bwana, ivaa. Unavaa laana. Haya ni madawa bwana, kaoge, si usafishe nyota na nini. Unaoga laana. Chochote kile kinachoambatana na hivyo. Sasa kwa watu ambao wao makanisani wakati mwingine hiyo inaweza isiwe shida. Kwa nini? Kwa sababu anaelewa hili jambo baya, hiki kitu hakifai. Lakini niangalie tuangalie hapa juu ya vitu ambavyo ni vya kawaida lakini vinaweza kuwa vimebeba laana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vingi vimewekwa wakfu. Karibia vitu vyote vimewekwa wakfu kwa lengo maalum. Vitu vingi vimewekwa wakfu kwa lengo maalum. Naweza kusema karibia vyote vimewekwa wakfu kwa lengo maalum. Hakipo ambacho hakijawekwa wakfu. Vingi vimewekwa wakfu. Bwana Yesu asifiwe. Labda nizungumze kuhusu simu kidogo. Nizungumze kuhusu simu kidogo tu, alafu tuendelee na vitu vingine. Aliyekuwa anatengeneza hii simu alikuwa na makusudi yake, alikuwa na malengo yake. Sio tu kuwasiliana kama wewe ambavyo unafikiria kwamba ni kuwasiliana. Ni zaidi ya kuwasiliana. Lakini wewe unayetazama unaona ni chombo cha mawasiliano. Lakini mtengenezaji aliyetengeneza aliona zaidi ya mawasiliano. Alikusudia zaidi ya yaani ile anatengeneza simu, kuna kitu fulani ambacho alikuwa amekilenga.
Na ndio maana unaona kadiri siku zinavyoenda, simu zinabuniwa kwa namna tofauti tofauti. Yaani kuna vitu fulani vinaongezeka, kuna mambo fulani yanaongezeka, kuna vitu fulani vinaongezeka. Yaani mtengenezaji anakuwa na malengo fulani, sio tu kuwasiliana, yako malengo zaidi ya kuwasiliana. Sasa huyu anayetengeneza simu imewekwa wakfu kwa lengo fulani ambalo yeye mwenyewe analo. Yeriko iliwekwa wakfu kwa ajili ya nini? Kuangamizwa. Vitu vilivyomo ndani ya Yeriko viliwekwa wakfu, kasoro Rahabu na ndugu zake waliokuwa kwenye nyumba yake. Sasa vitu vingi, vitu vyote vimewekwa wakfu kwa ajili ya lengo fulani. Linakuwepo lengo. Ukienda hata kwenye mavazi hivyo hivyo, kuna maana zaidi ya kustili mwili. Yaani mtengenezaji anakuwa na lengo fulani, na yale mavazi yanakuwa yamewekwa wakfu kwa ajili ya kitu fulani. Mpaka kwenye vyombo hivyo hivyo, vyombo vya kutumia tu nyumbani hivi, yaani vimewekwa wakfu kwa ajili ya, vimetengwa kwa ajili ya lengo fulani. Sasa hebu sasa labda niseme kuweka wakfu ni kutengwa kwa namna ipi? Jamani, ni maneno yanatamkwa. Yaani hiki kitu kinawekwa wakfu, kinawekwa wakfu kwa maneno. Kunakuwa na malengo fulani, lakini yale malengo yanakuwa yamebebwa na maneno na manuizo. Yaani mtengenezaji amenuia. Yale manuizo ni ile dhamira ya ndani, makusudi ya ndani. Sasa tuangalie vitabu kama viwili hivi vitusaidie kuelewa vizuri jambo hili. Tuanze na kitabu cha Yoshua sura ya 7. Tusogee tu mbele kidogo. Yoshua sura ya 7. Hapa sasa tuanze na mstari wa kwanza mpaka wa 30 kama unaandika. Yoshua sura ya 7 mstari wa kwanza takomea hata wa 26 au 30. Andika 30. Hivyo tusome. Lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu. Dhambi yao ilikuwa kwenye kitu kilichowekwa wakfu, kimetengwa kwa ajili ya kusudi fulani. Okay? Maana Akani mwana wa Kamli, mwana wa Zabidi, mwana wa Zela wa kabila la Yuda, alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Alichukua baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Vitu ni vitu tu, lakini hivi vitu vimewekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Mstari wa 2. Kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulio karibu na Bethaveni, upande wa mashariki wa Betheli. Akawaambia akisema, pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaipeleleza nchi. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia, wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000 au 3,000. Wakaupige Ai, usiwataabishe watu wote kuwaendesha huko, maana watu hao ni wachache tu. Hii ni mrejesho wa upelelezi. Kumbuka mstari wa kwanza umetuonyesha kuna mtu anaitwa Akani. Huyu mtu anayeitwa Akani alichukua vitu vilivyowekwa wakfu.
Israeli hawajui, hawaelewi. Kama ambavyo leo wewe wakati mwingine ukiambiwa hivi kuna laana kwenye maisha yako, hauelewi imetokea wapi. Maisha yanaendelea kama kawaida. Laana inaweza ikachukua muda fulani ili kudhihirika. Laana inaweza ikachukua muda fulani ili kuharibu. Sasa Biblia inasema Yoshua akatuma wapelelezi. Jamani, kapelelezeni mji ule. Wapelelezi wakaenda wakafanya upelelezi. Ingekuwa leo kwenye biashara unasema hebu kafanyeni utafiti. Kafanyeni utafiti, ni biashara gani nzuri? Unaenda kutafiti, unagundua biashara hii ni nzuri. Sema sawa. Sema tena nzuri kabisa. Yaani hiyo hata huhitaji kutumia nguvu. Unaingia huko unajikuta matokeo sio. Hebu imetokea wapi? Nimelogwa. Kumbe hujalogwa. Kuna mahali tu laana inatafuna maisha ya kwako, au laana inakwamisha maisha ya kwako. Laana inapinga vitu vyako. Hawa wapelelezi walipoenda kupeleleza wakaona hii nchi ni nzuri. Tena watu waliomo ni wachache. Tukisema jeshi lote lije huku ni kuwasumbua watu. Wakakadiria waje watu waende askari 2,000 mpaka 3,000 wasivuke hapo. 2,000 au 3,000. Yoshua akasema sawa, ili jambo ni jema. Basi kwenye mstari wa 4, basi watu wakaenda huko wapata 3,000. Nao wakakimbia mbele ya Ai. Wameenda 3,000 vile vile kama makadirio yalivyosema 2,000 au 3,000. Wakaenda 3,000. Ingekuwa 2,000, wakasema wangeenda 3,000 ingekuwa sawa. Sisi tulisema 2,000 au 3,000. Wakaenda 3,000. Walipoenda 3,000, Biblia inasema wakakimbia mbele ya Ai. Yaani wakapigwa na watu wa Ai. Wakawashambulia, wakawaangamiza. Biblia inasema mstari wa 5, watu wa Ai wakawapiga watu kama 36, wakawafuatia kutoka mbele ya malango mpaka Shebarim. Wakawapiga huko kwenye matelemko ya mioyo ya watu. Kwenye matelemko mioyo ya watu ikayeyuka, ikawa kama maji. Hawakutarajia, mioyo yao ikayeyuka. Sema, jambo gani hili? Kitu gani hiki? Yaani ikawa nje kabisa na malengo yao na makusudi yao. Yoshua akalalua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele ya Bwana, mbele ya sanduku la Bwana hata jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Maana akaanza kuomba. Yoshua akasema, Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungalikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Anauliza. Ndio anasema, yani kwa kweli Mungu, sasa umenizuia tu mimi nisifanye hili jambo. Niliomba hapa, nikawa na amani, nikaenda kulifanya hili jambo. Lakini angalia sasa hili jambo, kwa nini Mungu? Mbona hii ni aibu? Inakuwaje? Watu wasema, yani kabisa niliomba. Na wakati mwingine labda nikatoa na ushuhuda fulani. Lakini sasa angalia Joshua anaomba anasema, Mungu, ni afadhali tungeendelea kubaki ng'ambo ya Yordani kuliko umetuvusha mpaka hapa. Watu watasikia ya kwamba adui zetu wametukimbiza, wataona yani kumbe wamepigwa na wale, kumbe wameshambuliwa na wale. Afadhali Mungu usingetutoa kutuleta hapa. Mstari unaofuata, mstari wa 9, maana Wakanani na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hii, nao watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi. Nawe utafanya nini
kwa ajili ya jina lako kuu. Anamuuliza Mungu. Shawahi kujifunza hapa maombi ya kuuliza. Wakati mwingine muuliza Mungu, itakuwaje sasa? Sisi kweli tutafutwa. Itakuwaje kuhusu jina lako kuu? Itakuwaje Mungu juu ya jambo hili, itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Katika vitu vinavyomwogopesha mtu ni taarifa kutoka kwa watu. Nasema wakisikia. Okay? Nele na jambo ambalo tunaitafuta hapa. Bwana akamwambia Yoshua, haya inuka. Mbona umeangua kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi. Naam, wamelivunja agano langu nililowaagiza. Naam, wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Tena wameviiba. Tena wamevificha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Mstari wa 12. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele za adui zao, wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichotolewa wakfu. Jamani, kuna mtu ana Biblia hapo? Tumesoma mstari wa ngapi kama unasoma na mimi? Wa 12. Naomba niurudie huu mstari. Anasema hivi. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele za adui zao. Kwa nini? Wakawapa visogo adui zao. Kwa nini? Kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Yaani haya maelezo na haya maneno kwa mtu anayeelewa ni jambo dogo tu. Yaani wakati mwingine unaweza ukaomba Mungu asiwe na wewe, kwa sababu kuna kitu fulani, ni kitu Mungu anawaambia hivi, sitakuwa pamoja na nyie. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu fulani ambacho kimewekwa wakfu, ninyi mmekichukua hicho mkakiweka pamoja na vitu vyenu. Kwa sababu hiyo mimi sitakuwa pamoja na nyie. Ili niwe pamoja na nyie, kile kilichowekwa wakfu kiharibiwe na kiondolewe katikati yenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, na kitu gani kilicholaaniwa? Wewe muulize bwana, mimi nimekwambia hivi. Wewe muulize hata kwa mbali, muulize, una kitu gani kilicholaaniwa? Kilichowekwa wakfu. Una kitu gani kilichowekwa wakfu? Kwa sababu ukiwa na kitu hicho, Biblia inasema Mungu katika kwenye maisha yako, kwenye nyumba yako, Mungu hatakuwa pamoja na wewe kwa sababu una kitu. Okay? Jamani, sio neno langu, ni neno la Mungu hili. Huu mstari wa 12 unote vizuri, tutautumia kwenye kuomba. Unote vizuri, tutautumia kwenye kuomba. Haya inuka, ukawatakase watu, ukaseme, jitakaseni muwe tayari kesho, maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kitu kilichowekwa wakfu kiko katikati yako, Israeli. Huwezi kusimama mbele ya adui zako hata mtakapokiondoa kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu.
basi asubuhi mtaletwa karibu nami kabila kwa kabila. Kisha itakuwa ya kwamba kabila ile iliyoitwa atakayoitwa Bwana itakaribia jamaa kwa jamaa, na jamaa ile itakayoitwa Bwana itakaribia nyumba kwa nyumba, na nyumba atakayoitwa Bwana itakaribia mtu kwa mtu. Okay, nizungumze kidogo hapo kwa sababu natamani kufundisha tu hii natamani tu ingie vizuri ndani ya moyo wako, ikae vizuri kabisa kwenye moyo wako na kwenye fahamu yako. Mungu anasema hivi, anamwambia Yoshua, Bwana, hili jambo limefanyika katikati yenu, lakini sasa huyo aliyelifanya hili jambo yuko kwenye kabila za watu. Mungu anajua kwamba ni kabila gani au ni mtu gani. Mungu ni Mungu wa utaratibu na ni Mungu wa kanuni. Anaelewa ya kwamba ni mtu fulani, lakini anasema hivi, waambie Israeli, kwa sababu wamefanya hili jambo, waambie hivi, wakusanyike makabila yote. Wakikusanyika, kuna kabila ambalo nitaliita. Nikiliita kabila hilo, kitakachofuata kuna jamaa kwenye ile kabila, kuna jamaa. Nikiita ile jamaa au jamii fulani, kitakachofuata ni nyumba. Nikisema wa nyumba ya fulani, kitakachofuata ni mtu kwa mtu. Ni msako wa kumtafuta mtu ambaye ana kitu kilichowekwa wakfu, kilichotengwa kwa kusudi fulani. Okay, hicho ndicho anachokisema Bwana mahali hapo. Mstari wa 16, basi Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, akawasogeza Israeli kabila kwa kabila. Kabila ya Yuda ikatwaliwa. Mungu akasema, Yuda, hii shida inatokea kwenye kabila la Yuda. Ni kabila la Yuda limeleta matatizo ya makabila mengine 11. Ni kabila moja tu, lakini ile shida inayowakumba Israeli inatokana na kabila moja. Mungu akasema, kabila la Yuda. Wengine wote wakarudi nyuma. Kabila la Yuda wote wakasogea mbele. Kusogea mbele, mstari wa 17, akasogeza jamaa za Yuda, akaitwa jamaa ya Wazela. Kwenye ile kulu ya kabila la Yuda wapo Wazela. Kwenye hao Wazela, kwenye hiyo kulu ya Yuda wapo Wazela. Yuda amesogea hivi mbele za Bwana. Mungu anasema Wazela. Yuda wengine wanarudi nyuma, mbele wanabaki Wazela. Haya, msako unaendelea. Anasakwa mtu. Kuna mtu ameleta laana, na ndio maana nikwambia kunaweza kuwa ni laana ya mtu mmoja tu inagharimu ukoo mzima. Ni jambo la mtu mmoja linagharimu ukoo mzima. Naomba nisaidie pale mbele. Na kabili ukoo mzima, inagharimu ukoo mzima. Mstari wa 18, akawasogeza watu wa nyumba. Akasogeza jamaa ya Yuda, akaitoa jamaa ya Wazela, akaisogeza jamaa ya Wazela mtu kwa mtu. Zabidi akatwaliwa. Yaani kwenye ile Wazela mtu kwa mtu ikamwangukia Zabidi akatwaliwa. Zabidi alipotwaliwa, mstari wa 18, akawasogeza watu wa nyumba yake mmoja mmoja, mmoja mmoja,
mwana wa Kamili, Karimu, mwana wa Zabibu, mwana wa Zela, wa kabila ya Yuda, akatwaliwa. Yoshua akamwambia Akani, mwanangu, nakusihi umtukuze Bwana Mungu wa Israeli, ukaungame kwake, uniambie sasa ulilolitenda, usinifiche. Mstari wa 20. Akani akamjibu Yoshua akasema, kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli. Mimi nimefanya mambo haya na haya. Nilipoona katika nyara, sasa sikiliza, nilipoona katika nyara joo nzuri ya Babeli na shekeli 200 za fedha na kabari ya dhahabu uzani wake shekeli 50, nilivitamani nikavitwaa. Tazama, vimefichwa mchangani katika hema yangu, na ile fedha chini yake. Hasa usikilize, mtu wa Mungu, hivi vitu vilikuwa vimewekwa wakfu kwa ajili ya miungu mingine, yaani vimetengwa vitumike kwa ajili ya miungu mingine, kwa ajili ya makusudi mengine. Havitakiwi kuchangamana na kusanyiko takatifu la Mungu. Huyu jamaa aliona johari nzuri kwenye vile vita, kupigana, wakati Mungu anasema hivi vitu vimelaaniwa, vimewekwa wakfu kwa miungu mingine, vimelaaniwa ili viangamizwe. Huyu jamaa aliona nyara ya johari nzuri, mavazi haya, akasema yani mavazi nzuri ya Babeli, na shekeli 200 hela za fedha na dhahabu uzani wa shekeli 50. Akasema jamani Mungu, Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo sisi tunasema jamani, Mungu ni Mungu tu. Unajua hizi hela bwana zinatakaswa. Mungu ni Mungu tu bwana. Haya ni mavazi tu haya bwana. Haya ni mavazi tu bwana. Haya yanatakaswa. Vingine havitakasiki. Huyu ni Mungu anasema hapa. Vingine havitakaswi. Mimi nakuonyesha ili uone kwamba kuna vitu ambavyo ukivichukua kwenye maisha yako vinakuletea laana. Ni vya kawaida kabisa, sio uchawi, ni mavazi tu. Kuna aina fulani ya mavazi ukichukua yanakuletea laana. Ni hela tu. Zimeandikwa hivi, fedha halali kwa malipo ya shilingi, zimeandikwa Benki Kuu ya Tanzania. Ni hela kabisa, lakini ukizichukua hizo zinakuletea laana. Na wakati mwingine ni mtu anakupa, wakati mwingine kuna kazi fulani umefanya ukaipata ile hela, ni fedha, ni hela, lakini inakuletea shida. Haya, angalia nini kilitokea. Mstari wa 22. Basi Yoshua akatuma wajumbe, wakapiga mbio mpaka hemani, na tazama, vile vitu vilikuwa vimefichwa hemani mwake, na ile fedha chini yake. Kwani ile imekosea nini? Wakavitoa kutoka hapo katikati ya hema, wakavileta kwa Yoshua na kwa wana wa Israeli wote, nao wakaviweka chini mbele za Bwana. Kisha Yoshua na Israeli wote naye wakamtwaa Akani mwana wa Zela na ile fedha na lile joho na ile kabari ya dhahabu na wanawe. Wana madhara yake.
alichukua baba, watoto wanahusika na wanawe na binti zake. Jamani, mabinti zake imekuwaje hapo? Wanawe au wa kiume na binti zake na ng'ombe zake, ona, na punda wake na punda zake na kondoo zake na hema yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, wakavileta juu ya bonde la Akoli. Yoshua akasema, mbona umetufadhaisha hivi? Bwana atakufadhaisha wewe leo. Ndipo Israeli wote wakampiga kwa mawe, kisha wakawateketeza kwa moto na kuwapiga kwa mawe, kisha wakakusanya juu yake chungu kubwa ya mawe hata leo, naye Bwana akauacha ukali wa hasira yake. Kwa sababu hiyo jina la mahali pale likaitwa bonde la Akoli hata hivi leo. Bonde la Akoli lipo hata hivi leo, mahali ambapo Akani na wanawe na ng'ombe zake na kila kitu cha kwake walipigwa kwa mawe, wakauliwa, wakateketezwa kwa moto, yakatupwa mawe pale, ukawa mlima kubwa mno, bonde la Akoli. Hasa hapa tunajifunza nini? Kwamba kuna vitu, inaweza kuwa ni mavazi, ni nguo mpya unainunua dukani mpya, wewe hauendi kuteka nyara, unatamani, jamani hii nguo nikivaa hii itapendeza, unatamani. Huyu jamaa alitamani, unaichukua, lakini kumbe yeye aliyeiweka ile nguo au aliyetengeneza ndani yake aliiweka wakfu kwa ajili ya nini? Soma pale kuna ile neno Babeli, watu wa Babeli au namna ya Babeli, uchawi. Nyakati za zamani, nyakati za kale, hakuna eneo lililokuwa linaogopeka kwa uchawi, linatisha kwa uchawi kama Babeli. Mpaka Isaya anasema, no, mmeutumaini uchawi wenu, mmeiamini miungu yenu. Wewe ya kwamba mmewatumaini wanaosoma falaki na uchawi wenu, lakini Mungu anasema uchawi wenu utateketea kama mabua yanapoteketezwa na moto. Sasa alitamani joho, akaona, akasema, na hii dhahabu ni bebe, na hii fedha ni bebe, akavichukua, ni nyala. Wewe umetamani vingapi afu kavibeba? Hatu viatu tu, kwa kweli tu viatu tu, mpaka moyo unakuwaka, yani hauwezi kulala, yani mpaka utununue tu ndo moyo utulie. Tu viatu tu, kwa kweli tu. Hiyo ni picha moja ambayo nimekuonyesha, au namna moja. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza kuwa navyo vikaita nini? Vikaita laana. Kumbuka mstari wa 12 mahali tulikotoka, Mungu anasema hivi ya kwamba hicho kitu ni lazima ukitoe, kiharibiwe, vinginevyo Mungu hawi katikati yako. Kuna vitu vikiwa kwenye nyumba yako, Mungu haji kwenye hiyo nyumba. Kwa sababu ya hivyo vitu, Mungu hakai kwenye hiyo nyumba. Kuna vitu vikiwa kwenye maisha yako, Mungu hatahusiana na maisha yako, kwa sababu kuna vitu fulani tu ambavyo vipo. Huko mbele nitakupa mifano kadha wa kadha tu, mifano tu michache nitakupa ili ikusaidie. Twende kwenye kitabu cha Danieli. Natamani tu mtu anielewe ili twende vizuri. Hilo ndio lengo langu. Danieli sura ya 5. Danieli sura ya 5. Mstari wa kwanza mpaka ule wa 30. Danieli ya 5 tu yote. Mstari wa kwanza mpaka ule wa 30. Naomba nisome kwa sababu ni muhimu sana tukisoma.
Maandiko yanasema hivi, mstari wa kwanza, Belshaza mfalme aliwafanyia wakuu wake karamu kubwa, akanywa divai mbele ya elfu hao. Huyu ni mfalme, naandaa karamu, yani kujipongeza, sherehe. Ameandaa sherehe kubwa, akanywa divai mbele ya hao aliowaalika. Maelfu ya watu wamewaalika. Belshaza alipokuwa akionja ile divai, akaamuru viletwe vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebukadreza alivitoa katika hekalu lilokuwako Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masulia wake wapate kuvinywea. Hivi ni vyombo, watu wa Mungu, vimetoka kwenye nyumba ya Mungu. Usikilizane vizuri, vimetoka kwenye nyumba ya Mungu. Mfalme Nebukadreza alivichukua alipoenda kupiga Yerusalemu, akavichukua vile vyombo. Zamani maisha yalikuwa ni ya vita. Kapiga Yerusalemu, akasema okay, kakuta vikombe vya dhahabu, vito vya thamani, dhahabu nyingi kwenye hekalu. Akasema chukueni hivyo, chukueni. Yule mfalme alipovichukua vile vitu, hakuvitumia. Mtoto wake aliyezaliwa, mtoto yeye akasema, kwenye hiyo siku ya sherehe ya maelfu wako mbele yake pale, wakati mwingine ujiko na sifa zinaweza kukuponza. Kwa hiyo akasema, kavileteni vile vyombo vitumike leo, tuko kwenye tafrija kubwa, pati kubwa hii, kavileteni. Vikafuatwa, vikaletwa, ili waje, ili yeye anywe na wakuu wake wanywe na wake zake wanywe na masulia zake wanywe, wapate kuvinywea. Mstari wa 3, basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu la nyumba ya Mungu lililokuwako Yerusalemu, na mfalme na wakuu wake na wake zake na masulia wake wakavinywea. Kombe hivyo vina maagizo, vimeagizwa hivi vitatumika kwenye nyumba ya Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie jambo. Niliangalia, kuna mtu fulani alishawishi nikaangalia picha fulani. Nipi karibuni tu. Na mtu alishawishi nikaangalia picha fulani. Ile picha ilinifunza kitu kikubwa. Nilipenda, nasema sikuipata yote, ilikuwa ni kipande tu kadogo. Sikumbuki jina lake kamili likoje. Lakini kwenye ile picha kulikuwa kuna mambo yanayoonekana nje tofauti na vile yanavyoonekana ndani. Yaani yanavyoonekana nje ni tofauti na vile yanavyoonekana ndani. Yaani ni bango, unakuta mahali fulani sio iko imeandikwa welcome. Sio wapi. Welcome ati. Unajua limetangwa pale. Yaani watu wanakaribishwa pale. Kwenye lile bango, ni bango kubwa kabisa. Lakini kwenye lile bango kuna picha ya mwanamke. Picha ya nje wanakaribisha, ni sana nzuri. Karibu mahali fulani. Karibu sehemu fulani. Bango kubwa, afu na picha ya mwanamke. Zuri yuko pale. Lakini ndani ya lile bango, nyuma ya lile bango, kinachotangazwa, kilichowekwa, anaonyesha kwamba imewekwa kuoa na kuzaliana. Lakini picha ya nje sasa ilikuwaje? Yaani kuna watu fulani kwa picha ya nje hivi naona hivi, lakini walitengeneza miwani fulani. Ni miwani. Kivaa ile miwani unaona yeye alikuwa anazungumza kwamba kinachoongoza ulimwengu huu, kuna roho nyingine, kuna nguvu nyingine, kuna kitu kingine. Tunachokiona nje sicho kilicho ndani. Ndani kuna kingine, nje kuna kingine. Yaani wanaoamua vitu vya hapa nje ni wale walio ndani. Sasa kama tengeneza miwani fulani hivi, ile miwani ukivaa unaona kingine, ukivua unaona kingine. Ukivua unaona nje, ukivaa unaona ndani.
ndivyo kilivyo kitu chochote kile, kina ndani yake na nje yake. Mimi nakwambia kabisa, yaani kuna nguo ambazo zimeandikwa ni za madanguloni, iwe nzuri hadi ni kwenye madangulo, hata kama unakuwa unakuja nayo kanisani, ina jina hilo na hauitakasi na hauikomboi, zaidi inaleta ugomvi kwenye maisha yako. Yaani inapingana na Mungu kabisa. Mungu anaondoka kwa sababu ya hiyo tu. Okay, sawa. Sasa hivi vikombe vya hekalu la Mungu vimeamliwa, vimepewa hukumu kwamba vitatumika mbele ya Mungu Mwenyezi. Nje ya hapo havitumiki. Vimeamliwa hivyo kwamba vyombo hivi vimewekwa wakfu, vimehukumiwa kwamba vitatumika, vimeamliwa vitatumika kwenye nyumba ya Mungu peke yake. Nebukadneza yeye alifika akaviweka. Huyu Belshaza jiko haya, wakanywa, wakatumia vile vikombe ambavyo vimeamliwa visitumike, wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu. Naona huku viliamliwa vitumike kwa Mungu Yehova, vimeletwa huku vinatumika kwa miungu mingine, na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe. Ikawaje? Mstari wa 5, saa hiyo hiyo, yani haikungoja siku ngapi, saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu live. Ngoma nzito hiyo, live mkono wa mtu, kitanga cha mtu, kiganja cha mtu kikatokea, vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme, mahali palipokabili kinara. Mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandika. Mungu wa ajabu. Yaani Mungu akatafuta saizi ambayo mfalme anaona, asije asimuliwe kwamba mfalme tumekuta maandiko. No, mbashara live, kiganja cha mkono kwenye ukuta alafu kinaandika. Mfalme anaona hivi, kiganja kinaandika pa. Kauona mkono uliokuwa unaandika, ndipo uso wa mfalme ukabadilika, fikra zake zikamfadhaisha, viungo vya viuno vyake vikamlegea, magoti yakagongana. Jamaa anatetemeka. Hata kama ungekuwa wewe unafikiri mchezo.